Ufahamu ni mlango wa nguvu. Jina langu naitwa Director Melki, nikukaribishe katika chaneli hii upate kujizolea ufahamu wa kutosha, ufahamu wa kiroho, ufahamu wa masuala ya mambo ya rohoni. Kabla sijaendelea, nikukaribishe kusubscribe chaneli hii ili uweze kupata update zote ambazo nitakuwa nikiweka katika hii channel. Leo nikakufundishe kuhusiana na mafanikio ya kiroho. Tutaanza katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, waraka wa Yohana 3 mstari wa 2 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hapa unaona ya kwamba neno la Mungu linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, mambo yote na afya. Hapa amezungumzia mwili, kwamba kufanikiwa katika mwili alikuwa anamwombea, lakini kama vile roho yake ifanikiwavyo. Kama vile roho yake inavyofanikiwa ndivyo na mwili ufanikiwe. Kwa hivyo hapo unaona mafanikio yanaanza katika ulimwengu wa roho, ndipo yaje katika ulimwengu wa mwili. Chochote ambacho tunakipata, tunachokireceive, tunaanzia katika ulimwengu wa roho, na ndipo tuingie katika ulimwengu wa mwili. Mafanikio yanaanza katika ulimwengu wa roho, ndipo uje katika ulimwengu wa mwili. Hauwezi ukafanikiwa kama hauna nguvu ya kumiliki na kutawala. Hauwezi kufanikiwa kama utakuwa hauna nguvu ya kumiliki na kutawala. Na pia hauwezi pia kumiliki na kutawala kama hauwezi kupigana vita. Mtu ambaye anatakiwa amiliki na kutawala ni mtu mwenye roho ya ushujaa, mtu anayekubali kupigana vita. Asiyekubali vita hawezi akamiliki. Utaona hata katika Biblia watu kama kina Yoshua walikuwa wanaambiwa na Mungu, basi uwe na moyo mkuu, uwe na moyo wa kishujaa, kwa sababu hauwezi kumiliki na kutawala chochote bila ya kupigana vita. Biblia inasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Chochote ambacho unakitaka kufanikiwa, chochote unachokitaka kinachohusu mafanikio, kinazuiliwa sana na hizi falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kuna kuwa na vita ya mafanikio. Mafanikio ni vita na inahitaji nguvu. Mungu pekee ndiye anayeweza kukupa nguvu ya kupata utajiri, na nguvu inatoka kwa Mungu, na hiyo nguvu inahitaji mpambanaji, inahitaji mtu anayejikusanyia nguvu. Katika ulimwengu wa roho, kujikusanyia nguvu ni mtu kuwa muombaji. Katika maombi ndio eneo pekee ambalo una uwezo wa kujikusanyia nguvu, ndio unaweza kujikusanyia nguvu. Lakini katika mafanikio ni utoaji, ndio unaweza kujikusanyia nguvu ya kupata mafanikio. Kumbuka, mafanikio ya mtu aliyechaguliwa kufanikiwa huwa wanamuona katika ulimwengu wa roho, huwa wanaona mapema sana mtu ambaye amekusudiwa kwa mafanikio. Hivyo wanachokifanya ni kuja kukuwahi njiani kabla hujafikia kwenye mafanikio yako. Mfano, muangalie Yesu. Yesu alipokuja tu duniani walimuona, na baada ya kumuona mamajusi walikwenda ili wakamuone. Wale wasoma nyota walienda kushangaa, hii nyota ni nyota ya namna gani? Hii ni nyota ya namna gani? Na ndivyo unaona, baada tu ya hapo Mfalme Herode alitaka kumuua kwa sababu aliona ni nyota ya kifalme. Ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kawaida. Wakati unapotaka kufanikiwa, wachawi huwa wanaona mapema, huwa wakiona wanataka kuyaua hayo mafanikio yako, wanataka kukupoteza, wanataka kuiba hicho kibali chako cha mafanikio, wanataka kuizima nyota yako mapema, au wanataka kuichukua ili waitumie wao. Kumbuka, ghorofa linaonekana hata kwa mbali kwa sababu lipo juu. Mtu yoyote ambaye amechaguliwa kuwa juu huwa anaonekana mapema sana. Mtu wa mafanikio huwa anaonekana mapema, hivyo inahitaji nguvu ili uweze kufanikiwa. Pia katika mafanikio
Katika mafanikio, kila kiwango kipya cha maisha katika ulimwengu wa roho kunakuwa na wapinzani wapya. Kumbuka, katika ulimwengu wa kiroho, katika mafanikio, kila hatua unayopiga kunakuwa na wapinzani wapya. Hivyo ni muhimu kujikusanyia nguvu kila wakati unajirenew. Ndio maana Biblia inasema ombeni pasipo kukoma. Yesu alisisitiza sana maombi kwa sababu kila hatua ya maisha inakuwa na wapinzani wapya. Kuna roho mpya ambazo zinasimamia. Kila unapopiga hatua kuna roho mpya zinakuwa zinasimamia. Kwa hivyo ni muhimu sana kujipanga vizuri, na hauwezi ukafanikiwa bila kukubali vita. Angalia, katika njia ya mafanikio kuna vita. Hata wana wa Israeli walivyotaka kufika katika nchi yao, kuimiliki nchi ya ahadi walioahidiwa na Mungu, walikutana na Wahiti, Waamori, Wayebusi, Waperizi, Wagirgashi, kwa sababu hakuna kufanikiwa pasipo vita. Mpiganaji ndiye anayetaka kufanikiwa. Kama hautaki kupigana, basi hauwezi kupata mafanikio ya aina yoyote. Kumbuka kuwa sisi ni miungu, na utaona hapa Musa alitumwa na Mungu kama miungu. Tunapokuwa tunapambania mafanikio yetu, tunaenda kama Mungu, kama namna ambavyo Musa alitumwa na Mungu kuwafikisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, na akasimama kwao kama Mungu. Na ndio maana hata baada ya Musa kufa, kaburi lake lilifichwa, maana alijua wana wa Israeli wangemwabudu. Hivyo unapohitaji kufanikiwa lazima uwe mpiganaji, kwa kuwa mpiganaji pekee ndiye anayehitaji kuchukua. Mpiganaji pekee ndiye anayehitaji kufanikiwa, ndiye anayehitaji kumiliki na kutawala. Unaposhindwa pia kumiliki na kutawala, unaposhindwa kufikia njia yako ya mafanikio, kuna watu pia unasababisha washindwe na wao kufika katika mafanikio yao, kwa sababu Mungu anapokuchagua wewe ufike katika mafanikio, unapokuwa umechaguliwa ufanikiwe na kibali cha Mungu, anapoweka kibali cha mafanikio ndani yako, kibali, nyota ya kufanikiwa, Mungu anakuwa amekusudia kwamba wewe pia uwe daraja kwa wengine. Kuna wengine wanategemea kupita kupitia wewe, kuna wengine wanategemea kuvuka kupitia wewe. Kwa hivyo unaposhindwa unakuwa umekwamisha wengine. Hiyo pia ni dhambi. Kushindwa kupambania mafanikio yako pia ni dhambi. Ni dhambi kubwa, ni dhambi kwa sababu unakuwa umewafelisha na wengine. Kumbuka kwamba ninapozungumzia neno vita, sio kwamba ni unawapiga tu, na wao wanarudisha mashambulizi. Kwa hiyo cha muhimu, unapoingia katika uwanja wako wa vita ya mafanikio, unafaa upambane sana, upambane, kwa sababu kunakuwa na vita, wanakuwa na wao wanarudisha mashambulizi. Kunakuwa na wewe kushambulia, na wao pia kuna muda wanakushambulia. Kwa hivyo inatakiwa uwe hodari. Pia katika ulimwengu wa roho kuna watu ambao wamefungwa magerezani kama Yusufu, ambao wapo wamefungwa ili wasiweze kufikia katika mafanikio yao. Wamefungwa katika magereza. Wapo wengi nafsi zao zimefungwa katika magereza, zimefungwa ili wasiweze kufikia katika hali ya mafanikio, ambapo hao watu wanapofunguliwa tu wanafikia katika hatima zao za mafanikio makubwa. Hivyo ni muhimu sana kuomba ili Mungu akufungue kutoka katika gereza. Na maombi ambayo unastahili kuomba unapohisi kama wewe umefungwa kutoka katika magereza, unatakiwa uombe maombi ya msaada. Usiombe maombi ya vita. Mtu aliyefungwa apigani, na mtu aliyefungwa anaomba msaada. Unaomba msaada kwa malaika ili kusudi utolewe katika hicho kifungo. Wengine wamefungwa katika hatia ambayo hiyo hatia yao ni ya haki kabisa. Ulimwengu wa roho, kumbuka nilikuambia, unaamua kwa haki kabisa. Kwa hivyo kama ulifanya makosa wakati unapambania mafanikio yako, una uwezo wa kufungwa
ukafungwa gerezani kwa haki kabisa. Katika ulimwengu wa roho unaweza ukafungwa kwa haki kabisa. Kwa hivyo ili kusudi uweze kuondoka katika hiyo hatia, inatakiwa uombe msaada wa damu ya Yesu ambayo imefuta hatia zote, imefuta ikamaliza makosa yote. Yeye alibeba makosa yetu ili sisi tuweze kuwa huru. Pia mtu aliyefungwa hawezi kupambana, kwa hivyo utaomba msaada wa malaika wa kufungue kutoka katika kifungo chako, ufunguliwe kutoka katika hivyo vifungo alivyokufunga, na Mungu akufungue kuanzia sasa. Kuna watu wamefungwa fikra, wamefungwa nafsi, kwa kuwa fikra ndio eneo ambalo linaweza kuruhusu mafanikio. Nafsi ya mtu ndio eneo ambalo linaweza kudetermine mafanikio ya mtu. Kuna watu wametiwa giza katika nafsi zao, wametiwa giza katika macho ya mioyo yao, hawawezi kuona mafanikio, hawawezi kuona kutoka, hawawezi kuona kutoboa, wanaona tu hapana, haiwezekani. Hiyo pia ni kifungo, ni namna ambavyo shetani amekufunga ili usione kama wewe unaweza kufanikiwa, uone kama mafanikio ni kwa ajili ya watu wengine tu, au kuna watu fulani wamechaguliwa kwa ajili ya kufanikiwa. Hicho ni kifungo. Mafanikio ni moyo wa Mungu. Kila mtu amekusudiwa kufanikiwa na Mungu. Kwa hivyo unatakiwa uombe kwa Mungu. Mungu atie nuru macho ya moyo wako. Mungu aondoe hilo giza katika nafsi yako. Mungu aondoe hilo giza. Kumbuka, katika nafsi ndipo eneo ambalo mawazo mapya yanazalishwa, eneo ambalo mafunuo yanazalishwa. Kufanikiwa sio lazima tu iwe process. Kufanikiwa unaweza ukapata ufunuo. Mungu anaweza akakupa ufunuo leo tu, kwa siku moja ukafanikiwa siku hiyo hiyo kutokana na ufunuo ambao Mungu amekupa. Lakini ufunuo unapita katika nafsi. Mtu aliyetiwa giza katika nafsi, mtu aliyetiwa giza katika nafsi yake, aliyetiwa giza katika macho yake ya moyo, hawezi kupokea mafunuo, hawezi kupokea namna yoyote ya kufanikiwa, kwa sababu amefungwa, ameingia katika gereza. Hivyo ni vema Mungu ukamwomba Mungu akusaidie, Mungu akuondoe katika hivyo vifungo vyote ambavyo shetani amekuwa akikushikilia, ili uweze kufikia katika hatima kubwa ambayo Mungu amekuwekea mbele yako. Mungu amekusudia kila mtu afanikiwe. Mungu amekusudia kila mtu afanikiwe, na Mungu si wa ubaguzi. Mungu si wa ubaguzi. Mungu hajabagua mtu fulani asifanikiwe. Hapana, kila mtu amekusudiwa na Mungu kufanikiwa, na shetani ndiye anayezuia mafanikio yako. Shetani ndiye anayezuia mafanikio yako. Angalia huo watu wanapokufa. Kuna wengine wanakufa wakiwa wameacha mafanikio yao juu, wanaacha mafanikio yao juu, wanaacha hatima zao juu ya makaburi. Kwa hivyo unakuta watu wanaenda wanaambiwa kwa waganga wakalale kwenye makaburi ili wachukue yale mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu alikuwa amefungwa katika gereza na akaishilia huko katika gereza, hakupata neema ya kutoka. Inatakiwa Mungu uombe Mungu akupe neema kama Yusufu. Mungu akupe neema uibukie huko katika hicho kifungo ambacho shetani anahisi umeanguka, lakini Mungu anaweza kukuinua tena huko katika hicho kifungo, na ukatoka kama shujaa, ukatoka kama Yusufu, ukawa mkuu katikati ya wao ambao walikudharau. Mungu ana uwezo wa kukuinua na kuwashangaza wanadamu ambao walikuwa wamekuona wewe sio kitu. Mawazo ya Mungu, kumbuka, sio mawazo ya mwanadamu. Mungu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako na wewe ukawa mtu miongoni mwa watu waliofanikiwa, kwa sababu mafanikio ni moyo wa Mungu. Mafanikio yanamhitaji mtu aliyekubali kupambana, kuingia katika vita ya mafanikio, aliyekubali kujikusanyia nguvu ili afanikiwe. Kumbuka nilikuambia ulimwengu wa roho ni kanuni. Ukitaka kufanikiwa uwe mtoaji. Uwe mtoaji, ndio chanzo cha mafanikio ya mtu. Utoaji ndio chanzo cha mafanikio ya mtu. Utoaji ndio chanzo cha mafanikio ya mtu. Hivyo Mungu akusaidie, Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali, Mungu akufungue macho ya moyo wako, nafsi yako ikatiwe nuru kuanzia sasa, ili na wewe miongoni mwa hao ambao watashuhudiwa wakiwa wamefanikiwa, na wamefanikiwa kihalali kabisa katika Mungu, kwa kuwa utajiri na heshima
upo kwa Mungu na haki idumuo pia, kwa kuwa Mungu ana uwezo wa kukutajirisha na utajiri wake wa halali kabisa na unadumu, hautaisha. Utajiri wa Mungu ni utajiri wa kudumu, unadumu. Basi Mungu akubariki, na siku ya leo tumeishia hapo. Mungu akubariki sana. Amen.